Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya hatua kwa hatua ni kuendelea kukusogezea upate nafasi ya kuweza kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika hatamu zaidi. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Urusi inashikilia nafasi zake za uongozi katika soko la kimataifa la silaha na ni miongoni mwa wauzaji watano wa juu zaidi. Rais Putin anasema katika mkutano wa tume ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi. Anasema Urusi inaendelea kuwa miongoni mwa viongozi watano wakuu wa soko la silaha duniani na kushika nafasi zake za uongozi katika maeneo mengi. Kiashiria kama hicho kilithibitisha tena ubora, kuegemea na ufanisi wa bidhaa za kijeshi zinazotengenezwa na watunza silaha, Putin aliongeza. Vilevile Umoja wa Mataifa unataka kuona mzozo wa Ukraine ukitatuliwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Steven Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, anasema mwitikio wetu ni sawa. Wakati wowote kunapokuwa na malengo ambayo huenda ni ya kiraia, tunaendelea kutaka kuona mwisho wa vita kwa mzozo huu kwa kuzingatia kanuni za kimataifa, Baraza la Usalama, maazimio yote muhimu ya Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, alisema alipoulizwa kuhusu shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani za Ukraine kwenye maeneo ya Urusi Jumatano usiku. Vilevile vikosi vya jeshi la Ukraine vinaofanya kazi haswa na watu zaidi ya umri wa miaka 45. Hakuna vijana wanaohudumu huko, mfungwa wa vita anasema. Zaidi ya miaka 45 umri, hakuna kijana. Vital Melokost, mtumishi wa kikosi cha 110 cha Ukraine cha Mechanized, anasema alipoulizwa kuhusu wastani wa umri wa wanajeshi wa Ukraine. Kulingana na yeye, vijana pia kutoweka kutoka mitaa ya miji ya Ukraine. Kila mtu amechaguliwa kuhamasishwa kwa jeshi la Ukraine, wengine walitoroka na wengine wamejificha. Vile Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban ameishutumu Ukraine kwa kuipeleleza nchi yake, ikiwa ni pamoja na kufanya operations za kijasusi katika ardhi ya Hungaria. Akizungumza kwenye radio, waziri mkuu amesema anafahamu rekodi za video zinazoonyesha kazi ya mawakala wa Ukraine waliotambuliwa wa serikali ya Hungaria. Anasema watu hawa wamekuwa wakijaribu kuanzisha uhusiano na vyama vya upinzani ili kushawishi maoni ya umma kuunga mkono kujitoa kwa Ukraine katika EU. Vilevile, duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine inaweza kufanyika wiki ijayo, Bloomberg imeripoti ikitoa mfano wa wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya. Kulingana na shirika la habari, Vatican inajadiliwa kama mahali panapowezekana kwa mazungumzo haya. Hata hivyo, maafisa wa Ulaya wanasema hakuna makubaliano ya wazi juu ya mahali pa mkutano kati ya wajumbe. Wawakilishi wa Marekani wanawasiliana na upande wa Ukraine kujiandaa kwa duru inayofuata mazungumzo na Urusi. Vyanzo vya Bloomberg pia vilisema kwamba Washington inaashiria Moscow kwamba ingependelea kutoshiriki katika mkutano mpya na wawakilishi wa Urusi ambao wamechukua msimamo mkali wa mazungumzo dhidi ya Kiev. Kulingana na Bloomberg, Urusi inachukulia Istanbul kuwa mahali pazuri pa kuendelea na mazungumzo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile Urusi na Ukraine zimekubaliana kufanya mabadilishano makubwa ya wafungwa kivita ambayo yatafanyika hivi karibuni. Rais wa Marekani Donald Trump anaripoti mabadiliko makubwa ya makubaliano yalikamilika tu kati ya Urusi na Ukraine. Itaanza kutumika hivi karibuni. Hongera pande zote mbili kwenye mazungumzo haya. Hii inaweza kusababisha jambo kubwa, kiongozi huyo wa Marekani aliandika kwenye ukurasa wake wa Trust Social. Kumbuka Mei 22, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kwamba Moscow ilipokea orodha ya wafungwa kutoka Kiev kwa kubadilishana 1000 kwa 1000. Hapo awali Peskov alibaini kuwa Urusi ina nia kufanya ubadilishanaji haraka iwezekanavyo, lakini ni mchakato mzito. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ametoa maoni muhimu kuhusiana na uwezo wa uongozi wa Volodymyr Zelensky wakati wa mkutano wa ngazi ya juu ulioangazia ardhi ya kihistoria ya Urusi Kusini. Lavrov anasema, ikiwa unalinganisha hoja zote zinazotolewa kutoka Ukraine, ni wazi kwamba Zelensky hatoshi kama kiongozi. Lavrov alitoa mifano kadhaa ili kuunga mkono tathmini yake. Alidokeza kuwa mamlaka ya Ukraine imedai Zelensky aliwahi kusema hata keti kujadiliana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Zaidi ya hayo, Zelensky alitia saini amri ya kuzuia mazungumzo na Putin na serikali yake. Licha madai haya, maafisa wa Ukraine sasa wanapendekeza kuwa mikutano ya kibinafsi pekee haiwezekani, huku wengine wakijaribu kupunguza swala hilo. Lavrov alihoji kutokubaliana, huku akiuliza ikiwa haiwezekani kukutana na Putin, kwa nini Zelensky alidai alisafiri kwenda Istanbul na kusema kwamba Putin hakutaka kukutana naye huko. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Nikisalia hapo kwa waziri huyo wa mambo ya nje wa taifa la Urusi Sergei Lavrov,
Anasema kwamba haifai kufanya mazungumzo na Urusi kutoka nafasi ya nguvu. Hadi hivi majuzi, mwaka mmoja tu uliopita, wao wa Ukraine walisema kwamba hakuwezi kuwa na mazungumzo na hakuna usitishaji wa mapigano. Kushindwa tu kwa kimkakati kwa Urusi ndiko kungeweza waokoa hali kwenye uwanja wa vita, na Urusi lazima irudi kwenye mipaka 1991. Baadaye walipoanza kugundua kuwa hali ya mawasiliano haikuwa ikibadilika katika serikali ya Kiev, ilipinga mazungumzo ya kusitisha mazungumzo na kusema tena wazo la kusitisha mazungumzo ya Kiev, kwamba kwanza Ukraine ilihitaji kuhakikisha kuwa ipo kwenye nafasi nzuri na inaweza kuzungumza na Urusi kutoka nafasi ya nguvu. Wanapaswa kukumbuka majaribio ya mababu zao kuzungumza na Urusi kutoka kwenye nafasi ya nguvu, mwanadiplomasia huyo mkuu alibainisha. Lavrov alisisitiza kwamba Ukraine haijajifunza chochote kutoka kwa historia. Waziri huyo pia anasema kufanya uchaguzi nchini Ukraine kutakuwa chaguo mojawapo katika kuamua ni nani anayeweza kutia saini makubaliano ya amani kutoka upande wa Ukraine. Mkataba wa amani wa siku zijazo ni kuzuia kurudiwa kwa kile wapangaji wa mapinduzi walifanya ili kutoa mamlaka mwaka 2014. Kisha tutaangalia ni nani aliye na uhalali wa kuchukua hatua kwa niaba ya mamlaka ya Ukraine. Katiba ya sasa ambayo rais ameichambua kwa undani mara nyingi inaonekana kuturuhusu kuzingatia, Spika wa Verkhovna. Lakini labda chaguo bora zaidi la uchaguzi, Lavrov alisema. Anasema vilevile tarehe na mahali pa kufanyika kwa duru ya pili ya mazungumzo na upande wa Ukraine bado hazijajulikana. Waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov anasema kwenye mkutano wa ngazi ya juu unaohusu ardhi za kihistoria za kusini mwa Urusi. Anasema hapana, bado hatujapanga tarehe. Watu wengi wanatabiri lini na wapi mkutano huo utafanyika. Hatuna mawazo yoyote kwa sasa, waziri alisema akijibu swali linalohusiana. Hapo anasema lengo kuu kwa sasa ni kuandaa makubaliano ya amani na Ukraine ambayo yatakuwa thabiti na endelevu. Waziri huyo anasema jambo kuu kwa sasa ni kuandaa makubaliano ya kina ya amani ambayo yatahakikisha amani ya kudumu, endelevu na ya haki, bila kuleta vitisho vya usalama kwa mtu yeyote, ikiwa ni pamoja na Urusi, na bila kujaribu kukiuka haki za Warusi wanaozungumza Kirusi kwa kukiuka mkataba wa Umoja Mataifa ambao unakataza ubaguzi wa kidini na lugha, mwanadiplomasia huyo mkuu alisema. Pia akagusia waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ametangaza kuwa njia rahisi zaidi ya kutatua mzozo wa Ukraine ni kuitaka Kiev kufuta sheria zinazokiuka moja kwa moja mkataba wa Umoja Mataifa. Anasema katika hatua hii hatuna rahisi na yenye ufanisi zaidi kwa wenzetu wa magharibi ambao wanapigania suluhu ni kusisitiza kufutwa kwa sheria ambazo zinakiuka waziwazi mkataba wa Umoja Mataifa na mikataba mingi ya haki za watu wachache wa kitaifa, Lavrov alisema katika mkutano wa ngazi ya juu unaohusu ardhi ya kihistoria za kusini mwa Urusi. Hapo anasema tena Washington imeanza kukiri wazi kwamba suala la eneo katika mzozo wa Ukraine litalazimika kushughulikiwa wakati fulani na kutatuliwa kwa kuzingatia hali halisi iliyopo. Trump alikuwa kiongozi wa kwanza, ikiwa si yeye pekee kufikia sasa, kusema hadharani kwamba lilikuwa kosa kubwa kuivuta Ukraine ndani ya NATO. Hili mzozo wa Ukraine lisingetokea kama si kwa utawala Joe Biden. Anasema tayari nimesema kwamba mzozo huu utakapomalizika, na ninatumai itakuwa ni nini kitakachobaki nje ya mipaka ya kikatiba ya Urusi? Mipango gani itafanywa? Je, utawala wa Zelensky utabaki na kukandamiza kila kitu cha Kirusi kwa kukiuka kanuni zote za sheria za kimataifa? Wakati Ulaya inataka kurejea kwenye mipaka 1991, inataka kukabidhi Crimea, Novorossiysk na kudai sheria hizi za Donbas za Ukraine kulinda maadili ya Ulaya. Sidhani kama hili litakuwa jambo rahisi kutatua, Lavrov aliongeza. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema Urusi haitawaacha watu nchini Ukraine waishi chini ya sheria zilizowekwa na utawala wa Volodymyr Zelensky. Anasema ikiwa serikali inayojiita ambayo kimsingi ni junta ya Zelensky inaamini kwamba kwa njia fulani makubaliano yatafikiwa juu ya kusitisha mapigano na mabaki ya Ukraine yataendelea kuishi kulingana na sheria ambazo wametunga, huu ni udanganyifu. Hii haiwezi kuruhusiwa kwa hali yoyote. Kulingana na Lavrov, itakuwa uhalifu kuwaacha watu nchini Ukraine chini ya mamlaka ya utawala wa Zelensky ambao unapiga marufuku lugha ya Kirusi. Je, watawaondoa watu wao? Sergei Lavrov hajawawazi. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo 6 katika wiki ya kuanzia Mei 17 hadi 23, ikiwa ni pamoja na makazi ya Radikovka katika mkoa wa Kharkov kwenye saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Ijumaa. Maeneo hayo aliyokomboa ni maeneo ya Radikovka katika mkoa wa Kharkov kama nilivyokujuza, lakini pia yako maeneo ya Aleksandropol, Novelenovka, Novaya Polteskisiv pamoja na eneo la Bogatry katika Jamhuri ya Watu Donetsk.
Vikosi vya Urusi pia vimetekeleza mashambulizi 12 kwa silaha za uhakika na ndege zisizokuwa na rubani wakipiga maeneo ya kijeshi na viwanda ya Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile kiasi cha wanajeshi 270 wa Urusi na raia 120 pamoja na wakazi wa eneo la mpaka la Kursk la Urusi ambao walitekwa na vikosi vya Ukraine wamerudishwa kutoka maeneo yanayodhibitiwa na Kiev chini ya makubaliano ya kubadilishana yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo ya moja kwa moja ya Urusi na Ukraine huko Istanbul. Wanajeshi wa Urusi wameingia ndani kabisa ya mkoa wa Kharkov kwa kukombolewa kwa Radikovka na wanakaribia kitongoji cha Kupiansk. Mkuu wa utawala kijeshi na kiraia wa mkoa huo Vital Ganchev anasema. Mnamo Mei 23, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilitangaza kwamba kikundi cha vita cha Magharibi kimekomboa kijiji cha Radikovka katika mkoa wa Kharkov. Vilevile vikosi vya jeshi la Ukraine vimerusha makombora 134 na ndege zisizo na rubani 92 katika wilaya 8 kwenye eneo la mpakani mwa Urusi la Belgorod katika siku iliyopita. Gavana mkoa Vyacheslav Gladkov anasema. Hapo kwenye uwanja wa kivita ni kwamba vikosi vya jeshi la Ukraine vimerusha makombora 134 na ndege zisizo na rubani 92 katika wilaya 8 kwenye eneo la mpakani mwa Urusi la Belgorod katika siku iliyopita. Gavana mkoa Vyacheslav Gladkov anasema. Hayo yakiendelea, Urusi na Ukraine zimekubaliana kufanya mabadilishano makubwa ya wafungwa wa kivita ambayo yatafanyika hivi karibuni. Rais wa Marekani Donald Trump anaeleza. Nikikutoa huko kwa rais wa Marekani Donald Trump ambaye amezungumzia juu ya mabadilishano ya wafungwa, ambapo msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov alisema watafanya mabadilishano ya askari 1000 kwa 1000 Urusi 1000 wa Ukraine. Nikwambia ulinzi wa anga wa Urusi umezuia mashambulizi ya Ukraine kwenye moja ya vituo muhimu vya nguvu katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Idara ya kikanda ya huduma ya usalama ya shirikisho la Urusi inaripoti. Wanamgambo wa kikosi cha Aidar cha Ukraine wamepeleka mahali pa kuchoma maiti kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya Watu Donetsk na mkoa wa Dnipropetrovsk. Operesheni maalum ya kijeshi ya Moscow nchini Ukraine imeongeza shauku ya washirika wa kigeni katika silaha za Urusi. Msemaji wa huduma ya shirikisho la ushirikiano wa kijeshi na kiufundi anaiambia TASS kando ya maonyesho ya kimataifa ya silaha na vifaa vya kijeshi ya Milex katika mji mkuu wa Belarus wa Minsk. Kundi la vikosi vya Magharibi vimeharibu droni 14 za Ukraine, vituo 7 vya mawasiliano vya satellite ya Starlink na boari 2 za risasi mnamo Mei 22. Mkuu wa kituo cha waandishi wa habari cha kikundi hicho Ivan Bigma anasema. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Hapo kwa Lavrov anasema chaguo linalowezekana la Vatican kama pahala pa mazungumzo yajayo kati ya Urusi na Ukraine ni kinyume kidogo, kwani nchi hizo mbili za Orthodox zitakuwa zinajadili masuala yao kwa misingi ya Kikatoliki, ikiwa ni pamoja na Orthodox nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema Ijumaa. Msimamo wa chuki wa Urusi dhidi ya viongozi wa Ulaya kutoka kwa kile kinachoitwa muungano wa walio tayari ambao wanataka kuweka wanajeshi wao wenyewe nchini Ukraine unaokoa ulimwengu dhidi ya kutumbukia katika vita vikubwa zaidi. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa vuguvugu nyingine la Ukraine na kiongozi wa chama cha upinzani For Life kilichopigwa marufuku nchini mwake, anasema Urusi inapuuza muungano huu wa wahuni na hivyo kuokoa ulimwengu kutokana na kuongezeka kwa mambo ya kijeshi. Hili linaweza kudumu kwa muda gani? Ni swali lingine kabisa. Mwanasiasa huyo aliandika katika safu yake kwenye jukwaa la vyombo vya habari la smalltrim.ru. Alibainisha kuwa Urusi daima imekuwa ikipigana dhidi ya upanuzi wa Magharibi. Medvedchuk pia alikumbuka kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwa athari kwamba hata nunua vita kwa Washington. Wakati huo mwanasiasa huyo anabainisha kuwa Washington haipingani na nchi za Ulaya kununua vita kwa wenyewe ambayo ingewafanya kupiga magoti mbele ya Marekani. Hapo awali Medvedchuk alisisitiza kuwa huo unaoitwa muungano wa walio tayari hautaki mzozo huo malizike na unalenga kuanzisha vita vya msalaba dhidi ya Urusi ambayo hadi sasa wameshindwa kuitenga kisiasa na kuikaba koo kiuchumi. Kwa jinsi anavyoona, wanasiasa wa Ulaya wanajaribu kutumia mzozo huo kwa manufaa yao wenyewe. Wanaiongoza Ulaya kwenye hatima sawa na Ukraine, uasi, umaskini na hatimaye vita. Nchi za Ulaya zinakosea zinapofikiri kwamba zitaweza kuendeleza mzozo wa Ukraine bila msaada wa Marekani. Helga Zepp, mwanzilishi wa taasisi ya Shila, anasema kabla mkutano wa kimataifa wa kuendeleza suluhu za pamoja za migogoro ya kimataifa na kuunda utaratibu mpya wa haki wa dunia. Sasa ni kurejeshe tena kwa waziri wa mambo ya nje wa taifa la Urusi Sergei Lavrov
Anasema itakuwa ni changamoto kwa viongozi wa Ulaya kukwepa kuwajibika kwa hatua zao ili kuchochea mgogoro wa Ukraine. Anasema hakika Ulaya inabeba jukumu fulani katika swala hili. Nafikiri kwamba matokeo ya mzozo huu yanapozingatiwa, ambayo natumai yatatokea kufuatia suluhu, itakuwa vigumu kwao kukwepa uwajibikaji, alidokeza. Moscow inasubiri majibu ya kimataifa kwa shambulio kubwa la Ukraine dhidi ya vituo vya kiraia vya Kirusi. Waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov anawaambia waandishi wa habari, ninaamini kwamba jibu linapaswa kutokana na nyaraka hizo za kimsingi ambazo zinaunda msingi wa Umoja wa Mataifa, Shirika la Usalama na Ushirikiano barani Ulaya na miundo mingine ya kimataifa ambayo inahitaji kwamba mashambulizi yoyote dhidi ya vitu vya kiraia yazuiwe bila masharti wakati wa operesheni za kijeshi. Mikataba mingi inayofafanua kanuni za sheria ya kimataifa ya kibinadamu pia inahitaji hili, Lavrov alisisitiza. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Urusi itakuwa tayari kuwasilisha kwa Ukraine rasimu ya mapendekezo ya suluhu mara tu nchi hizo zitakapokamilisha kubadilishana wafungwa wa vita. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anawaambia waandishi wa habari, mara tu ubadilishanaji wa wafungwa wa vita utakapomalizika, kufikia wakati huo tutakuwa tayari kukabidhi kwa upande wa Ukraine rasimu ya waraka huu ambayo upande wa Urusi sasa unakamilisha. Shukran kwa Baba ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.